Naam, watu wa Mungu aliye hai, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro, hivyo nakukaribisha sana uweze kuandaa Biblia yako ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja na sote tupate kuimarishwa, maana neno la Mungu ndiyo uzima wa maisha yetu. Karibuni tufungue kwa sala ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunasema asante kwa ajili ya wakati huu ambao Bwana unatupa nafasi kuweza kuungana kulisoma neno lako. Tunaamini Roho Mtakatifu uko pamoja nasi. Ndio maana tunaomba utusamee dhambi zetu na kila aina ya makosa tulionayo. Tunaomba utupe nafasi ya kulisoma neno lako ili tupate nafasi ya kulielewa sawasawa na mapenzi yako. Neema yako tunaomba itusimamie, upendo wako tunaomba utufunike. Tunaomba rehema maeneo yote ambayo tumekosea. Tunaomba Mungu upate kutusamee kwa msaada wa damu yako Yesu. Roho Mtakatifu, tunakukaribisha sasa uwe pamoja nasi hata tuweze kusoma neno la Mungu na kulielewa sawasawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Watu wa Mungu, karibuni sana sana sana, ambapo siku ya leo tunaendelea kusoma kile kitabu cha Hesabu, ikiwa ni moja ya vitabu vya kihistoria katika Biblia na ni kitabu kilichoandikwa na Nabii Musa. Karibuni sana wapendwa. Leo tutasoma ile sura ya 9 na sura ya 10, ambapo katika sura ya 9 kitabu cha Hesabu tutaenda kuona juu ya maelekezo ya tarehe ya Pasaka. Pia tutapata nafasi ya kuona wingu juu ya maskani. Katika sura ya 10 ya kitabu cha Hesabu tutapata nafasi ya kusoma juu ya tarumbeta za fedha. Lakini katika sura hii ya 10 tutapata nafasi ya kusoma juu ya taratibu ya kuondoka. Karibuni sana wapendwa, tuweze kuungana na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze kusoma kitabu hiki cha Hesabu kwa njia ya sauti. Mlango wa 9. Kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akamwambia, tena wana wa Israeli na waishike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu, wakati wa jioni, mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote zilivyo, ndivyo mtakavyoishika. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka. Nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, katika bara ya Sinai, vile vile kama hayo yote Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Basi walikuwako watu waume kadha wa kadha waliokuwa na unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, hata wasiweze kuishika Pasaka siku hiyo. Nao wakaenda mbele ya Musa na Haruni siku hiyo. Hao watu wakamwambia, sisi tu hali ya unajisi kwa ajili ya maiti wa mtu, nasi tumezuiwa kwa nini hata tusipate kumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioagizwa kati ya wana wa Israeli? Musa akawaambia, ngojeni hapo hata nipate sikiza Bwana atakaloagiza juu yenu. Bwana akanena na Musa akamwambia, nena na wana wa Israeli kuwaambia, mtu wa kwenu au wa vizazi vyenu, yeyote atakayekuwa na unajisi kwa ajili ya maiti, au akiwa mbali katika safari, na haya yote, ataishika Pasaka kwa Bwana mwezi wa pili, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni wataishika. Watamla pamoja na mikate isiyotiwa chachu na mboga za uchungu. Wasisaze kitu chake chochote hata asubuhi, wala wasimvunje mfupa wake. Kama hiyo sheria yote ya Pasaka ilivyo, ndivyo atakavyoishika. Lakini mtu aliye safi, wala hakuwa katika safari, naye amekosa kuishika Pasaka, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake, kwa sababu hakumtolea Bwana matoleo kwa wakati wake ulioamriwa. Mtu huyo atachukua dhambi yake. Na kama mgeni akiketi kati yenu ugenini, naye ataka kuishika Pasaka kwa Bwana, kama hiyo sheria ya Pasaka ilivyo, na kama amri yake ilivyo, ndivyo atakavyofanya. Mtakuwa na sheria moja kwa huyo aliye mgeni na kwa huyo aliyezaliwa katika nchi.
Na siku hiyo masikani iliposimamishwa, lile wingu likaifunika masikani, yaani hema ya kukutania. Wakati wa jioni likawa juu ya maskani mfano wa moto hata asubuhi. Ndivyo ilivyokuwa siku zote; lile wingu liliifunika kwa mfano wa moto usiku. Na kila lilipoinuliwa lile wingu juu ya ile hema, ndipo wana wa Israeli waliposafiri; na mahali lilipokaa lile wingu, ndipo wana wa Israeli walipopiga kambi yao. Kwa amri ya Bwana wana wa Israeli walisafiri, na kwa amri ya Bwana walipiga kambi. Wakati lile wingu lilipokaa juu ya maskani, walikaa katika kambi yao. Na lile wingu lilipokawia juu ya maskani siku nyingi, ndipo wana wa Israeli walipolinda malinzi ya Bwana, wala hawakusafiri. Na pengine lile wingu lilikaa juu ya maskani siku chache, ndipo kwa amri ya Bwana walikaa katika kambi yao, tena kwa amri ya Bwana walisafiri. Na pengine lile wingu lilikaa tangu jioni hata asubuhi, na lile wingu lilipoinuliwa asubuhi, walisafiri; au kama likikaa usiku na mchana pia, lilipoinuliwa lile wingu, ndipo waliposafiri. Ikawa lile wingu lilikawia, likakaa juu ya maskani siku 2 au mwezi au mwaka, wana wa Israeli walikaa katika kambi yao, wasisafiri. Bali lilipoinuliwa walisafiri; kwa amri ya Bwana walipiga kambi yao, na kwa amri ya Bwana walisafiri, wakayalinda malinzi ya Bwana kwa mkono wa Musa. Mlango wa 10. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, jifanyie tarumbeta 2 za fedha, utazifanya za kazi ya ufuzi. Nawe utazitumia kwa kuwaita mkutano wakutane, na kwa kusafiri kwao yale makambi. Na hapo watakapozipiga hizo tarumbeta, mkutano wote utakukutanikia wewe hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Nao wakipiga tarumbeta moja tu, ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli watakukutanikia wewe. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha sana, marago yaliyoko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo mtakapopiga sauti ya kugutusha ya pili, marago yaliyoko upande wa kusini watasafiri. Watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja, mtapiga, lakini hamtapiga sauti ya kugutusha. Wana wa Haruni makuhani ndio watakaopiga hizo tarumbeta, nazo zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Tena hapo mtakapokwenda kupiga vita katika nchi yenu, kupigana na adui awaoneaye ninyi, ndipo mtakapopiga sauti ya kugutusha kwa tarumbeta, nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi mtaokolewa na adui zenu. Tena katika siku ya furaha yenu, na katika sikukuu zenu zilizoamriwa, na katika kuandama miezi kwenu, mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa, na juu ya dhabihu za sadaka zenu za amani. Nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ikawa mwaka wa 2, mwezi wa 2, siku ya 20 ya mwezi, hilo wingu liliinuka kutoka pale juu ya maskani ya ushahidi. Wana wa Israeli wakasafiri kwenda mbele kwa safari zao kutoka jangwa la Sinai, na hilo wingu likakaa katika jangwa la Parani. Nao wakasafiri kwanza kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Mahali pa mbele ilisafiri beramu ya marago ya wana wa Yuda kwa majeshi yao, na Nashoni mwana wa Aminadabu ndiye aliyekuwa juu ya jeshi lake. Na juu ya jeshi la kabila ya wana wa Isakari alikuwa Nethaneli mwana wa Suari. Na juu ya jeshi la kabila ya wana wa Zabuloni ni Eliabu mwana wa Heloni. Na maskani ilishushwa, na wana wa Gershoni wana wa Merari walioichukua maskani wakasafiri kwenda mbele. Kisha beramu ya marago ya Reubeni ikasafiri kwenda mbele kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake alikuwa Elisuri
mwana wa Shedeuri. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Simeoni ni Shelumieli mwana wa Surishadai. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Gadi ni Eliasafu mwana wa Deueli. Ndipo wakasafiri Wakohathi wenye kuvichukua vile vitu vitakatifu, na hao wengine wakaisimamisha maskani kabla hawajaja wao. Kisha beramu ya marago ya wana wa Efraimu ikasafiri kwenda mbele kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake ni Elishama mwana wa Amihudi. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Manase ni Gamalieli mwana wa Pedasuri. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Benyamini ni Abidani mwana wa Gideoni. Kisha baramu ya marago ya wana wa Dani, ambayo yalikuwa ni nyuma ya marago yote, ikasafiri kwa majeshi yao, na juu ya jeshi lake ni Ahiezeri mwana wa Amishadai. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Asheri ni Pagieli mwana wa Okrani. Tena juu ya jeshi la kabila ya wana wa Naftali ni Ahira mwana wa Enani. Ndivyo zilivyokuwa safari zao wana wa Israeli kwa majeshi yao, nao wakasafiri kwenda mbele. Kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reueli Mmidiani, mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi, nitawapa ninyi mahali hapo. Uje pamoja nasi, nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Naye akamwambia, siendi mimi, ila nitarudi nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Naye akamwambia, usituache tafadhali, kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyopanga nyikani, nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Itakuwa ukienda pamoja nasi, naam, itakuwa mema yoyote Bwana atakayotutendea sisi, tutakutendea wewe vivyo. Basi wakasafiri kutoka penye mlima wa Bwana safari ya siku 3, na sanduku la agano la Bwana likatangulia mbele yao mwendo wa siku 3, ili kuwatafutia mahali pa kupumzika. Na wingu la Bwana lilikuwa juu yao mchana, hapo waliposafiri kwenda mbele kutoka kambini. Ilikuwa hapo sanduku liliposafiri kwenda mbele, ndipo Musa akasema, inuka, ee Bwana, adui zako nao watawanyike, na wakimbie mbele zako hao wakuchukiao. Tena hapo liliposimama akasema, ee Bwana, uwarudie 10,000 ya maelfu ya Israeli.